Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Msifu Yesu Kristo. Pendwa, unaendelea kufuatilia mafundisho yetu mbalimbali kupitia chaneli hii ya Mikono ya Kristo. Katika kipindi hiki cha neno la maarifa, naendelea kukaribisha tena katika tafakari yetu, tafakari na mikono ya Kristo. Na leo nimekuletea tafakari inayosema mtoto wako unamlea ama unamtunza? Basi kwa tafakari hii inawalenga zaidi wazazi na walezi wa watoto. Na katika dunia yetu ya leo tunayo changamoto kubwa sana inayohusiana na malezi. Malezi yamekuwa changamoto kulingana na hali ya kidunia, mabadiliko ya kidunia, mambo ya utandawazi yamesababisha kuwa na changamoto kwenye malezi, kwa sababu dunia imekuwa kama kijiji. Tamaduni za kutoka sehemu mbalimbali zinafikika kiurahisi. Kwa hiyo kujifunza mambo yanayofaa imekuwa ni rahisi sana. Vile vile kujifunza mambo yasiyofaa imekuwa ni rahisi sana. Lakini pamoja na haya yote, wazazi pamoja na walezi tunalo jukumu la kuhakikisha tunawalea watoto, hatuwatunzi watoto. Maana kumtunza mtoto kunahitaji mambo kadhaa machache. Unaweza kuwa uko mahali popote ukaambiwa mtoto huyu anahitaji ada, ukatuma ada. Mtoto huyu anahitaji pesa kwa ajili ya matumizi, ukatuma matumizi. Na hata unaweza kuwa nyumbani kwako, una watoto wako nyumbani, unatoa huduma zile za msingi, afya, malazi na vitu vingine vya namna hiyo, nguo kwenye sherehe, kuanulia nguo za sikukuu, yani mahitaji yake kwa ujumla. Hapo unakuwa umemtunza mtoto. Lakini tunapokuja kwenye swala la kulea mtoto, kunahitajika uangalizi maalum wa kuhakikisha mtoto tangu kuamka kwake mpaka kulala kwake anapitia mazingira yapi katika kujifunza. Maana kujifunza kwa mtoto ndiko kulea mtoto. Mtoto anachojifunza ndicho anachokwenda kukionesha katika maisha yake ya baadaye. Chochote unachoona leo kinafanyika, hata kwa viongozi, hata kwa watu wakubwa, hata kwa watu ambao tunafahamiana nao, chochote ambacho wanakifanya kina asilimia kubwa sana na mahusiano makubwa sana na malezi waliolelewa kwa nyakati zao. Kama hawakulelewa vizuri, maana yake ni kwamba uadilifu utakosekana kwa kiasi kikubwa sana. Ni kwa sababu malezi yao yalikuwa mabaya. Wanayaishi yale malezi yao, bado wanayakumbuka, bado yapo kwenye akili zao na bado yanafanya kazi. Ulimlea mtoto katika mazingira ya kutokumjua Mungu, hawezi kuwa na hofu ya Mungu. Ulimlea mtoto katika mazingira kila anachotaka unampatia, elewa kwamba hapo unatengeneza bomu katika maisha yako. Ndio leo hii kuna watoto wengine wanadai mpaka mali za wazazi wao. Mtoto amesomeshwa, mtoto amekwenda shule, mtoto amepewa mahitaji, mtoto ana elimu tena pengine ya chuo na kuendelea. Lakini unasikia mtoto huyo huyo katika mila zetu za Kiafrika hizi isivyo kawaida kabisa, mtoto anadai urithi kabla wazazi hawajafa. Unapodai urithi wakati wazazi wakiwa hai, mtoto huyu anakuwa na maana gani? Sasa malezi mabovu yanaweza kuchangia mambo haya. Lakini watoto wengine wanakengeuka wao kwa wao kwa kuwa na malezi mabaya, ingawaje walilelewa katika maadili. Hawa ni asilimia chache sana ambao wanakengeukiaga huko waliko. Wameshasoma, wamemaliza, wamepata elimu yao vizuri, wana certificate zao, wanaanza kujiunga na makundi ya tamaa, kutamani, na mwishowe wanaanza kuleta vurugu hata kwenye familia zao. Lakini leo napenda kuwagusia wazazi na walezi ambao mnalea watoto kana kwamba watoto hao ni wa kwenu. Ewe mlezi,
Ewe mzazi, hebu jiulize leo hapo ulipo upo wapi? Swali la kwanza. Mahali ulipo ndio jitafakari na watoto wako watakuwa mahali pengine. Nataka kumaanisha nini? Mtoto wako ni wakati unamtunza na kumlea vyote kwa pamoja, hapo anakuwa wa kwako. Mtoto anapoanza kujitegemea, huyo mtoto ni wa jamii husika. Ndio maana leo wewe mzazi, matukio yote unayoyafanya hapo ulipo yanaathiri jamii yako, sio wazazi wako. Kwa maana na hakika watu wengi wazazi wako mbali na mahali wao walipo. Kwa hiyo ukiwa mtu mwema, maana yake watu watakusifu, watu watakufurahia, na jamii inayokuzunguka itakufurahia, kwa sababu unahudumia zaidi jamii iliyokuzunguka kuliko wazazi wako au walezi wako. Huo ndio ukweli. Wazazi siku hizi wanawasiliana kwenye simu, mnapigiana simu, mnasaidiana kwenye simu. Hata kuwatembelea wazazi imekuwa ni kitu cha nadra sana. Kwa hiyo kumbe, na wewe mzazi ukumbuke, unapomlea mtoto huyo ataenda kuwa wa jamii, sio wa kwako. Ataenda kwenye jamii nyingine. Leo unapomlea kama mayai, unapomlea kama mdoli, unaposhindwa kumfundisha kwamba kuna maisha ya kuvumilia, kuna maisha ya kutafuta, kuna maisha ya kufanya kazi, kuna maisha ya kujituma, kuna maisha ya kuishi na watu, unatengeneza jamii ya aina gani? Kiwanda cha kwanza cha jamii iliyo njema ni familia. Familia ndio kiwanda kikuu kuliko kiwanda chochote. Hakuna kiongozi yoyote bora ambaye hakutoka kwenye asili ya familia, na wala hakuna mtu yoyote mwalifu wa kutisha, wa kuogopesha kabisa, ambaye hakutoka kwenye familia. Yote ni mazao ya familia. Kila anachoomba mtoto unampa, kila anachohitaji mtoto unampa, hata visivyofaa. Maana yake wewe ndio unaiharibu jamii ambayo mtoto huyu atakuja kuishi kama kiongozi au kama mwanajamii wa eneo hilo. Tunaona kuna watu wamekuwa ni wakorofi kwenye jamii. Maana yake matunzo, malezi waliyopata hayakuwa sahihi. Hii ni kitu kizito sana katika jamii ya leo. Mtoto unaenda sehemu unamkanya kitu, acha, anakunyoshia hadi kidole, anaweza kukutukana, anaweza kukuuliza wewe ni nani unaniambia jambo kama hili? Hebu tafakari, alafu utaona kwamba jukumu la kulea mtoto limekuwa ni gumu kiasi gani. Lakini tukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 22 aya 6 inasema nini? Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kumbe mtoto jinsi unavyomlea ndivyo atakavyokuwa, na njia hiyo unayomlea ndiyo atakayoifuata, hataiacha hata atakapokuwa mzee. Leo watu wengi tunaowaona bora, ukifuatilia malezi katika familia zao, walilelewa katika mifumo hiyo. Na walio wengi ambao tunaona ni changamoto katika jamii, ukifuatilia malezi yao, historia ya malezi yao, utagundua kwenye malezi kulikuwa kuna changamoto. Hivyo ndipo tafakari nauliza, mtoto wako unamlea ama unamtunza? Lakini tukienda kwenye nyongeza, kitabu cha Mithali hicho hicho sura ya 3 aya ya 12 inasema, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi kama vile baba mwanawe ampendezaye. Anasema nini hapa katika kitabu hiki? Anachozungumza ni kwamba hata Mungu mwenyewe akikupenda anakurudi. Unapokosea atakuwajibisha na kukuadabisha ili ukae kwenye njia iliyo sahihi. Lakini dunia leo, kuna familia mtoto anaweza kukupanda kichwani, alafu baba yake akasema au mama yake akasema au mlezi yake kumsikia anasema tu, ndio walivyo hawa, ndio watoto wetu hawa. Anacheka, anafurahi. Mtoto anaweza akaja kukukojolea kabisa, alafu kasikia jamani, ndio watoto hawa, jamani, watoto wa siku hizi. Umefeli kulea mtoto, na umefeli kweli kweli. Mtoto lazima awe na adabu mbele ya watu. Mtoto anapokosa adabu ni wewe umefeli. Aibu. Napaswa kuwakanya watoto, unapaswa kuelekeza watoto. Unaingia kanisani, mfano mtoto anazunguka kanisa zima,
tangu mwanzo wa misa, mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa ibada. Ukimgusa mtoto ashikiki. Na shuleni ni hivyo hivyo, na mtaani ni hivyo hivyo. Kuna watoto wanatukana matusi makubwa. Unafikiri wanayapata wapi? Wanayapata kwa wazazi wao. Tafakari inakuuliza, mtoto wako unamlea ama unamtunza? Pendo mtazamaji, tunakuwa tunaita tafakari hizi mbalimbali ili tuweze kujifunza walau kwa muda mfupi, tuweze kubadilika, tuweze kuona mahali gani tumekosea, ili tuweze kurejea katika ile njia ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu. Tafakari zetu zote zinahusisha zaidi masuala ya kiroho, maana masuala ya kiroho ndiyo yana matokeo halisi katika masuala ya kimwili yote ya kibinadamu. Chanzo chake huanzia rohoni. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook na hapa YouTube. Kama una maswali, kama unahitaji maombi, kama una jambo lolote, hizo namba ziko hapo. Piga namba, tutakuhudumia bure kabisa. Kama tutakuhudumia kwa njia ya simu ama tutakuelekeza ufike kwenye kituo chetu, vyote kwa vyote tutawasiliana na Mungu atakubariki. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Norbert Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.